Hayawi sasa yamekuwa hatimaye serikali ya Irani imejibu mapigo kwa kulipiza kisasi baada ya kufanya mashambulizi makubwa katika taifa la Israel, ambapo zaidi ya makombora 100 ballistic yameshambulia maeneo mbalimbali ikiwemo mji mkuu wa Israel kwa maana ya Tel Aviv, na hadi tunapozungumza hivi sasa ni mwendo wa makombora pamoja na milipuko mbalimbali imeendelea kusikika katika taifa hilo la Israel. Ripoti hii inatueleza kwamba hii ni sehemu ya operation inayofahamika kama Ahadi ya Kweli sehemu ya 3, ambapo Iran imezindua mashambulizi haya makubwa ya makombora kulipiza kisasi kwa Israel. Majibu hayo yanafuatia shambulizi la kushtukiza ambalo limefanywa na Israel Ijumaa ya leo tarehe 13, ambayo haijawahi kushuhudiwa na Israel, ambalo lililenga maeneo ya nishati ya nyuklia ya Irani, miji, mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na makombora, na viongozi wa kijeshi, kisayansi na kisiasa walilengwa na mashambulizi ya Israel. Iran imerusha mamia ya makombora ya ballistic kuelekea Israel, na hii ni kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, ambapo picha zilizopo katika mitandao ya kijamii ambazo zimesambazwa na vyombo mbalimbali zinaonyesha makombora ya ballistic ya Irani yakiruka angani usiku kaskazini mwa Israel, huku mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ikijaribu kuyazuia. Picha za ziada zimeonyesha kile kinachoonekana kuwa hits au mashambulizi ya moja kwa moja katika mji mkuu wa Israel, Tel Aviv, ikijumuisha milipuko mikubwa pamoja na moshi mkubwa, huku makombora yakionekana kushinda ngao za kisasa za ulinzi wa anga za Israel, ambapo IRGC imesema mashambulizi haya ni ya kulipiza kisasi Ahadi ya Kweli sehemu ya 3, kama ambavyo wanasema wao, ikifahamika kama True Promise Phase 3. IDF imesema kwamba imegundua kwa kurusha makombora kutoka Iran, na kusema ulinzi wa anga uliwekwa na unafanya kazi kukabiliana na mashambulizi haya. Mashambulizi haya dhidi ya Israel yanafuatia onyo kutoka kwa kiongozi mkuu Khamenei, rais wa Iran na mkuu mpya wa IRGC aliyeteuliwa mapema siku ya leo, akiahidi kuifanya Israel kulipa mashambulizi yao ambayo wameyafanya, wakisema Israel imetengeneza njia ya kuzimu. Kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei akihutubia taifa Ijumaa baada ya shambulio kubwa la usiku wa Israel amesema vikosi vyenye silaha vitatenda kwa nguvu na vitaufanya utawala mbovu wa Kizayuni kuwa duni. Utawala wa Kizayuni hautabaki salama baada ya jinai hii. Watu wa Irani wanaweza kuhakikishiwa kwamba hakutakuwa na upole katika jambo hili. Ni kauli ambazo zilizungumzwa na bwana Ayatollah Khamenei, ambapo tuliona raia mamia kwa maelfu wakijitokeza katika miji mbalimbali ya Iran wakiitaka serikali yao, wakishinikiza serikali yao kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamefanywa na serikali ya Israel, wakisema uzayuni ni lazima ukomeshwe. Ifahamike mashambulizi ya Israel yalianza kupitia katika anga ya Iraq, ambapo mnafahamu kwamba Iraq pamoja na Iran ni mahasimu, ni mataifa ambayo yamekuwa katika mgogoro kwa kipindi kirefu zaidi. Kwa hiyo Israel waliamua kufanyia mashambulizi kupitia katika ukanda huo, mashambulizi ambayo yamesababisha madhara makubwa sana kwa taifa hilo la Irani. Lakini sasa Irani na wenyewe wameamua kujibu, na Irani wanajibu ikiwa ni masaa machache yamepita baada ya Yemen na wenyewe kurusha makombora ya hapa na pale kushambulia miji mbalimbali ya Israel, na hii ikiwa ni mwendelezo wa kusaidiana ambao huwa unafanywa kati ya Iran pamoja na Yemen, ambapo mtakumbuka kipindi kile Yemen wamefanywa mashambulizi na Israel. Iran ilirusha makombora kibao ikiwemo silaha aina ya kamikaze ambao zilikwenda kuishambulia Israel. Israel wakasema watajibu, watalipiza kisasi, na walipolipiza kisasi ama hakika kuna baadhi ya madhara ambayo yalipatikana. Sasa muda mfupi kabla ya mashambulizi ya Irani kule Israel ni kwamba rais wa Urusi bwana Vladimir Putin alimpigia simu waziri mkuu wa Israel, lakini pia akazungumza na rais wa Irani. Rais wa Urusi amelaani shambulizi la Israel na kutoa salamu za rambirambi kwa Irani, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na ikulu ya Kremlin, ikimuonesha kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin kafanya mazungumzo na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kujadili ongezeko la mgogoro Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani. Israel ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Irani usiku kucha, ikilenga vituo vya nyuklia na mitambo mbalimbali ya kijeshi.
Mashambulizi hayo yaliendelea hadi siku ambayo ilisababisha uharibifu mkubwa wa nyenzo pamoja na hasara kwa uongozi wa juu wa kijeshi wa Irani, na inasemekana au wanasayansi wa juu wamefariki dunia. Rais wa Urusi ametoa salamu za rambirambi kwa uongozi wa watu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kuhusiana na vifo vingi vya binadamu wakiwemo raia vilivyotokana na mashambulizi ya Israel. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na ikulu ya Kremlin. Urusi inalaani vitendo vya Israel ambavyo vinakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, Putin alisisitiza kwa mujibu wa taarifa hiyo. Wakati huo kiongozi wa Urusi alionyesha utayari wa kupatanisha na kuendelea kuchangia katika kupunguza mzozo kati ya Iran pamoja na Israel. Putin amesisitiza umuhimu wa kurejea katika mchakato wa mazungumzo na kutatua masuala yote yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran kwa njia za kisiasa na kidiplomasia pekee, ambapo ongezeko hili la mgogoro kwa hivi sasa limejaa matokeo mabaya zaidi katika eneo zima la ukanda wa Mashariki. Shambulizi hili la Israel linakuja baada ya duru 5 za mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Iran kuhusu mpango wa nyuklia na Teherani ambao ulikwama na kushindwa kuleta matokeo ambayo yanaonekana. Duru ya 6 mazungumzo yanatarajiwa kufanyika nchini Oman siku ya Jumapili, ambapo hadi hivi sasa inaonekana patakuwa pana ugumu. Irani iliapa kulipiza kisasi katika shambulizi hili, wakisisitiza kwamba hawawezi wakatelekezwa au wakaachwa bila mashambulizi kwa idhini ya Marekani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema kwamba alikuwa anafahamu mashambulizi yaliyokuwa yanakuja hapo awali, akisema Israel imepata mafanikio makubwa zaidi, huku akipendekeza Teherani kujiletea shambulio hilo kupitia madai yake ya kusita kufanya makubaliano hayo ya nyuklia. Anasema tuliwapa nafasi, hawakuikubali, walipigwa kwa nguvu na walishambuliwa vibaya mno. Walipigwa sana kama ambavyo wao walipenda kupigwa, na kuna mengi zaidi yanakuja, mengi zaidi. Alizungumza rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuhusiana na kile ambacho kilifanywa na Israel. Sasa wa Iran wenyewe wameamua kujibu, na wamejibu as soon as possible, na majibu haya yanakuja ikiwa pia ni muda mfupi sana baada ya majeshi ya Israel kujaribu kufanya mashambulizi katika nyumba ambayo anaishi Ayatollah Khamenei, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba jambo hilo na lenyewe limeshindikana. Kwa hiyo Tel Aviv tunavyozungumza kwa sasa ni kwamba inaungua moto, inawaka moto. Athari katika eneo hilo la Tel Aviv ni kubwa sana kwa sababu moto unaonekana katika miji mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, na bado kumekuwa kuna zile taarifa za tahadhari katika maeneo mbalimbali. Ukiangalia taarifa za tahadhari zipo katika maeneo ya Hadera, zipo maeneo ya Bet Shean, zipo maeneo ya Jenin, Jone, Al-Ilit, Nazareti, Rakasim, Tiberias, Atlit, Haifa, Safad, Akko, Shelomi pamoja na maeneo kama Kiryat, bila kusahau Majdel Shamsi. Haya ni maeneo ambayo kwa hivi sasa yapo chini ya uangalizi mkubwa sana. Kwa hiyo hadi hivi sasa ni kwamba tunapozungumza mamilioni ya Waisrael wamekimbizwa katika maeneo ambayo yanaweza yasiwe na madhara makubwa sana baada ya mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Iran. Na mashambulizi haya kimsingi yameshambulia mji mkuu wa Israel kwa maana ya Tel Aviv. So hiki ndicho ambacho kinaendelea. Tuliona taarifa ambazo zilikuwa zimetolewa na serikali ya Iran yenyewe ikisema kwamba watajibu mashambulizi hayo kwa nguvu kubwa sana, na Iran wenyewe pia tumeona wamefanikiwa kuangusha ndege za kijeshi za Israel ambazo zilikuwa zinaelekezwa katika ukanda huo kwa ajili ya kufanya mashambulizi. Hizi ndizo taarifa mpya ambazo tuko nazo, na sisi tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi ili tuone nani ambaye atakuwa ni mbabe kati ya mwenzake mwingine na mwingine. Upande mwingine upo unasindikizwa na Urusi, upande mwingine unasindikizwa na Marekani. Kwa hiyo mambo ni magumu zaidi. Hao watu wa Israel walijaribu kufanya mashambulizi katika makazi ya kiongozi mkuu wa Iran kama nilivyowaambia, ambapo picha zilionyesha mifumo ya ulinzi wa anga kule Tehran ikizuia makombora yasitue kwenye makazi ya kiongozi mkuu wa Iran kwa maana ya Ayatollah Khamenei, na wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi.
Na nimeona Khamenei ameandika baada ya kufanya mashambulizi kule Israel, ameandika life will definitely become bitter for the Zionists, akisema maisha yatakuwa ni magumu na machungu sana kwa mazayonisti ambao walifanya mashambulizi hayo. Kwa hiyo Iron Dome na zenyewe za kule Israel zimewashwa, zimeamshwa kila kona, lakini zimeshindwa kufanya kazi katika maeneo mbalimbali kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamefanywa na hao wazee wa pale Iran. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.